zamani badara zamani shamsul awai. Haya, na adhikiru tuizungumzia adhikiri katika kitabu hichi cha haqaiqu ani tasawufi. Dhikiru ndio yuthmiru almaqamati kullaha. Dhikiri na ndio amali inayochumisha watu kupanda katika makamati, daraja za uchamungu zote. Kwa hiyo la yaqumu maqama az-zuhudi au tazkiya illa bidhikri. Haluma jarra katika amali, lakin fadhikiru huwa ahamul ibadi min al-yaqadha, kutoka kumtoa mtu katika hali ya maghafiliko ila tauhidi, kwenda kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri. Na mkaribu na jongea nami ndugu yangu, laitani tuwe pamoja katika kipengele hichi. Wa yuthmiru al-ma'arifa, dhikri ndiyo inayochumisha maarifi mbalimbali, kujua vitu vingi sana. Lakin ahwala allati, na hali ambazo shamara ilaiha salikun, wamezipupia wale wenye kupita katika daraja za uchamungu, watu wanaoitwa ahlu tasawufi. Dhikri hiyo, fala sabila ila naili thimari, hakuna njia ya kwenda kuchuma na kupatisha ila min shajarati dhikri, kuyapata yote mazuri yanayotakikana katika daraja ambazo anazipita wacha Mungu katika makamati zao. Fala sabila ila naili thimaria, hakuna namna ya kwenda kuchuma ile matunda yake ya uchamungu, sawa, kupata ile makamati zuhudi, ila min shajarati dhikri, mpaka uwe chini ya mti wa dhikri, ndiko sasa utachuma ile matunda ya uchamungu. Wa kullama, kwa maana mtu anatakiwa aishi kwenye dhikri. Ni kama mtu anaishi chini ya mti, anategemea kwa wakati wowote apate kuyala matunda ambayo kila wakati yuko katika tunda, mti wenye matunda. Wa kullama adhumati tilka shajara, na kila muda ambao ule mti umekuwa mkubwa kwa matunda, yani kuwa nayo mengi, warasakha asluha, na kisha ukang'ang'aniza matawi yake pale, au matawi yake yakawa marefu, yakawa mengi, nini kinatokea? Kana a'dhaman li thamaratiha, ndio inakuwa kupatikana matunda yake makubwa zaidi, wa faidatiha, na faida ya watu wanaoweza kuutumia ule mti. Falsafa ya maneno kama haya nadhani ni watu wachache sana pengine wakanielewa. Dhikru ndio yuthmiru almaqamati kullaha, ndiyo sehemu kubwa sana ya watu kuchumia daraja zilizo nyingi kwa Mwenyezi Mungu kupitia dhikri. Sasa fala sabila ila naili thimaria, huyu bwana mkubwa anatuambia kuna njia ya kwenda kuchuma matunda hayo, ila min shajarati dhikri, ila itokane hiyo faida ni mtu kuwa chini ya mti wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa katika halu dhikri kila wakati, la ilaha illa Allah, subhanallah, haluma jarra, katika adhkari mbalimbali, wewe unakuwa ni mtu mwenye maana kubwa sana. Wa huwa aslu kulli maqamin wa qa'idatuhu allati yubna alaiha, na dhikri ndio asili ya kila daraja ya mtu kuwa mcha Mungu, na kaida yake ni hiyo allati yubna alaiha, inayojengeka kwenye adhkari. Kaida ya mtu kuwa mcha Mungu haijengeki kwa mtu kuwa mchoyo, haijengeki kwa mtu kuwa na tabia hizi, kufunga sana, si kuswali sana. Pamoja na yote hayo, zingatia kaida na kanuni ya adhkari. Kama yubna alhaitu, kama ambavyo unavyoona ukuta unakuwa imara shupavu, unakuwa barabara ukuta, ala asasi, unategemea msingi wake, yani ukuta ulionao katika nyumba ambayo haitetemeki hata mvua inyeshe kwa kiasi gani, ukuta kuwa na uimara wake ulitegemea asasi zake. Wa kama yaqumu saqfun ala jidari, na kama unavyoona sakafu inavyosimama katika ukuta wake, yani vile unavyosakafia
sakafu inaposimama katika ukuta wake bila kupasuka pasuka, utambue ukuta huo unaoupaka hiyo sakafu ulikuwa imara kweli kweli. Wachache sana watanielewa. Sikiliza, wadhalika anna al-abda idha lam yastayqidh min ghaflati, mtu yeyote ambaye hakujitoa katika kughafirika kwake, lam yumkinuhu qat'u manazili sayrin, hakutomwezekana yeye kukata yale mapito ya mwendo kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almusila, mapito yanayompeleka yeye ila maarifati llahi, kwenda katika maarifa ya Mwenyezi Mungu, allati khuliqa al-insanu liajliha, maarifa ambayo mwanadamu kaumbwa kwa sababu hiyo. Waje watu wafanye hilo. Mwenyezi Mungu anasemaje? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ni ibada tu. Sawa, ibada ni ismun shamil ala kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, miongoni adhkari, miongoni sadaqati, miongoni nini sawa, swala na mengineyo ni ibada. Suratul adh-dhariyat, wala yastayqidhu al-mar'u illa bi dhikrillah, wala mtu hawezi kutoka alipo akawa na muamko ila kwa dhikri Allah. Hata moyo wake ukishakuwa umeghafilika na mengine mengi, hawezi kuitoka hali hiyo na kuihama kwenda katika hali ya tauhidi ila kwa dhikri. Falghaflatu naumul qalbi au mautuhu, kughafilika mtu katika ibada ni usingizi wa moyo au kufa kwa moyo kabisa. Kwa hiyo inawezekana moyo umesinzia, sasa unauamsha vipi? Kwa dhikri. Au umekufa, unaufufuaje? Kwa dhikri. Inshallah naweka kitu hapo, nije niondoke. Fa inna imtithala sufiyya li amri maulahum azza wa jalla bil ifkari bil ikthari min dhikrihi jala hayatahum ka hayati al malaika. Tuje tuondoke na maneno haya.